Sasa Diddy amehukumiwa kifungo cha miezi 50 jela, sawa na zaidi ya miaka 4 baada ya kutiwa hatiani kwa makosa mawili ya kusafirisha watu kwa ajili ya ukahaba chini ya sheria ya shirikisho ya Mann Act. Sasa nataka nikuletee kile ambacho alikiongea kabla ya hukumu hii kutolewa. Katika maelezo yenye hisia kali mbele ya mahakama wakati wa kusikilizwa kwa hukumu yake kwa makosa mawili ya kusafirisha watu kuvuka mipaka ya majimbo kwa ajili ya ukahaba chini ya sheria ya Mann Act ya shirikisho, Sean Diddy Combs ameonyesha majuto makubwa, akakiri makosa yake ya zamani na kuomba huruma kutoka kwa Judge Arun Subramanian. Combs alizungumza kwa wazi kuhusu mapambano yake dhidi ya uraibu wa dawa za kulevya, madhara ya vitendo vyake kwa familia na jamii, pamoja na dhamira yake ya kubadilika, akitaka nafasi ya kujenga upya maisha yake na mahusiano. Alianza maelezo yake kwa kumshukuru Judge Subramanian kwa kumpa nafasi ya kuzungumza. Moja ya mambo magumu zaidi ambayo nimepitia ni kulazimika kuwa kimya, kutopewa nafasi ya kueleza jinsi ninavyosikitika kwa vitendo vyangu, alisema kwa hisia kali huku akisoma maandishi aliyoandaa. Alimwomba msamaha moja kwa moja Casey Ventura, akisema, nataka kuomba msamaha tena kwa Casey Ventura kwa madhara au maumivu yoyote niliyomsababishia, kihisia au kimwili. Pia aliwaomba msamaha waathirika wote wa ukatili wa majumbani, akitaja video ya mwaka 2016 iliyoonyesha akimpiga Ventura ambayo ilionyeshwa mahakamani. Ile video ya kikatili na aibu imechochea maumivu kwa watu wengi duniani kote, alisema, na kuongeza, ukatili wa majumbani utabaki kuwa mzigo mzito nitakaobeba katika maisha yangu yote. Combs alivielezea vitendo vyake kama vya aibu, vya kuchukiza na vya ugonjwa, akivihusisha na uraibu wa dawa za kulevya. Nilikuwa mgonjwa, nikiwa nimelewa na dawa, nilikuwa nimetoka kwenye mstari, alisema. Nilihitaji msaada lakini sikuupata. Alikiri kuwa malezi na imani yake vilimfundisha vyema, akisema, nilipotea katika safari ya maisha. Mimi si mtu wa ajabu kupita kiasi. Mimi ni binadamu tu. Alibeba lawama zote, akisema, sina mtu mwingine wa kumlaumu ila mimi mwenyewe. Combs alizungumzia hasara kubwa alizopitia, zikiwemo biashara zake, kazi yake na heshima binafsi. Zaidi ya yote, nilipoteza heshima yangu mwenyewe, alisema kwa sauti ya kusikitika. Nimevunja moyo na kunyenyekezwa hadi kiini changu. Kwa sasa najichukia, nimeachwa mtupu. Aliwaangalia watoto wake waliokuwa wameketi ukumbini. Aliomba msamaha akisema, mnastahili zaidi ya hiki, na akawataja mmoja baada mwingine kwa majina. Aliongea pia na mama yake, akionyesha majuto kwa kushindwa kutimiza wajibu wake kama mtoto. Ulinifundisha vyema, ulinilea vyema. Najua kwamba aliyepewa vingi anatarajiwa kutoa vingi, alisema, akikiri pia kwamba aliwaangusha watu wa jamii yake. Akizungumzia malengo yake awali, Combs alikumbushia ndoto yake ya utotoni ya kuwa mfano wa mwangaza kwa watu wa rangi, kuunda utajiri na kusuluhisha matatizo ndani ya jamii yake. Nilipotea, mimi si mtu mbaya, nasikitika kwa jamii yangu kwa kuwaangusha, alisema, akilalamikia jinsi jeuri na kuzidisha kupita kiasi kulivyopotosha ndoto zake. Combs alisisitiza mara kwa mara uwezo wake wa kubadilika, akisema, watu wanaweza kubadilika, najua nimebadilika. Alieleza jinsi matukio yaliyobadilisha maisha yake, ikiwemo kukamatwa na kushtakiwa, yalivyomgeuza kuwa mtu bora. Wakati mwingine ni lazima upitie changamoto za maisha, alisema, akifafanua, hivi sio visingizio. Siwezi kubadilisha yaliyopita, lakini naweza kubadilisha yajayo. Akaomba huruma, akiomba nafasi ya kuwa tena baba, mtoto na kiongozi wa jamii. Na kuomba mheshimiwa, unipe nafasi ya kuwa baba tena. Na kuomba mheshimiwa, unipe nafasi ya kuwa mtoto tena. Na kuomba mheshimiwa, unipe nafasi ya kuwa kiongozi katika jamii yangu tena, alisema. Diddy aliahidi kutekeleza masharti yoyote yatakayotolewa na mahakama, yakiwemo matibabu ya afya akili na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Najua sitawahi kumpiga mtu tena. Najua nimejifunza somo langu, alisema, akisisitiza kuwa nia yake ya kuelezea hadithi yake si mbinu ya kupunguza kifungo, bali ni kielelezo cha safari yake ya kweli na ya kusikitisha.